Haikuwa ajali, haikuwa ghafla, haikuwa operation ya siku moja. Haya ndio ambayo tunafahamu kuhusu shambulio la Marekani dhidi ya Venezuela. Operesheni hii ilipangwa miezi kadhaa iliyopita. Jasusi wa Marekani ndani ya serikali ya Venezuela ndiye ambaye alitoa taarifa iwapi yupo Rais Nicolas Maduro. Kikosi maalum cha Delta Force kikatumia taarifa hiyo kikamkamata. Lakini wiki moja kabla, Donald Trump, rais wa Marekani, alimwambia Maduro isalimishe, lakini akakataa. Mashambulizi yalipaswa kufanyika wiki iliyopita, lakini hali ya hewa na mazingira yakafanya operesheni hiyo kuchelewa. Wakati sahihi ukafika, Jumamosi, operesheni ikafanyika. Maduro alikuwa kwenye ngome yenye ulinzi mkali wa chuma, si nyumba ya kawaida. Hata hivyo, kikosi cha Delta Force kilimtoa kirahisi tu. Hakuna mwanajeshi hata mmoja wa Marekani aliyeuawa, ni wachache tu wamejeruhiwa. Maduro na mkewe hivi sasa wamesafirishwa huko New York, Marekani. Wanashitakiwa kwa makosa ya dawa za kulevya pamoja na silaha. Kabla ya hapo na kabla ya yote hayo, zawadi ya dola milioni 50 ilikuwa imetolewa kwa Marekani kwa mtu ambaye atatoa taarifa za kukamatwa kwa Maduro. Kwa upande wa Venezuela, imeitisha hali ya dharura. Majeshi yamesambazwa kila kona mtaani. Wafuasi wa Maduro wanapiga tu kelele wakisema tunamtaka Maduro. Kukamatwa kwa Maduro kunaacha pengo la uongozi. Trump anatazama uwezekano wa kumuunga mkono kiongozi wa upinzani Maria Corina Machado licha uwepo wa makamu wa rais Delcy Rodriguez. Hii ni sura mpya kabisa kwa Venezuela, huku madai makubwa kabisa ya Marekani dhidi ya Maduro ni kuhusu dawa za kulevya. Ni historia mpya inatokea sasa, dunia inashuhudia na hatuwezi kufunga macho yetu.